Bana, soka la Afrika lina mambo yake. Soka la Afrika lina vikorombwezo vingi. Haya mambo yapo kweli kweli, haswa pia kwenye mechi ambazo zinakuwa na ugumu kweli kweli, haswa pale mgeni anapokuwa anafika ugenini. Basi ni lazima awe amejiandaa kweli kweli, haswa kwenye hivi vilabu ambavyo vinakuwa tayari vimezoea haswa kucheza michuano hii mara kwa mara. Wanajua ni haswa kuna vitu gani wanavyokutana navyo. Kwa hiyo huwa mara nyingi vimekuwa vikijipanga kweli kweli. Sasa tayari klabu ya FAR Rabat ya pale nchini Morocco wameshawasili pale Zanzibar, lakini kitu kikubwa ambacho wameweza kukifanya huenda ukashangaa sana, lakini hii yote ni kwa ajili ya kujiweka vizuri zaidi. Haswa wanafahamu kwamba unapokwenda ugenini, timu ambayo inakuwa ni mwenyeji huwa wanakuwa na vitu mbalimbali ambavyo mara nyingi vimekuwa na sintofahamu. Lakini kabla sijakwenda kutazama taarifa hii kiundani zaidi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Kuelekea mchezo wa kimataifa unaosubiriwa kwa hamu utakuwa kutanisha klabu ya Dar es Salaam Africans dhidi ya FAR Rabat ya pale nchini Morocco. Hali imezidi kuwa moto baada ya tukio lililozua mjadala mkubwa mara tu timu ambapo imewasili Zanzibar. Taarifa kutoka huko Zanzibar zinaeleza kuwa ujio wa FAR Rabat umegubikwa na udadisi, tahadhari kubwa na hatua zisizo za kawaida zilizoonyesha namna walivyojipanga kwa mchezo huu wa kimataifa. FAR Rabat ambao waliwasili Zanzibar wakiwa na msafara mzito uliosimamiwa na viongozi wa klabu, maofisa wa usalama wa Morocco walioambatana kama sehemu ya msafara, pamoja na wataalamu wao wa lishe. Mara tu walipotua, walizamia moja kwa moja kwenye kwenye taratibu za kibarozi. Walikuwa na ulinzi binafsi. Hakuna mchezaji aliyeruhusiwa kuongea na vyombo vya habari. Maofisa wa timu walitangulia kufanya ukaguzi wa usalama wa uwanja na maeneo ya malazi. Hii imewafanya wengi kuamini FAR Rabat wamekuja kwa mission nzito kuliko ilivyozaniwa. Mojawapo ya mambo yaliyozua mjadala mkubwa ni kwamba timu hiyo ilifika ikiwa na mifuko mikubwa ya chakula special kilichopikwa, haswa kile cha Morocco, majeo maalum ya kunywa yaliyofungwa kwa viwango vya kitaifa zaidi, juice, virutubisho na milo ya kesho na kesho kutwa, huku pia wakiwa na chifu wao ambaye alikuwa amesafiri binafsi. Lakini pia wataalamu wa michezo wanasema hii ni kawaida kwa timu kubwa Afrika za Kaskazini, lakini msafara huu umevuka kiwango, umekuwa full professional kama timu ya taifa inayokwenda kombe la dunia. Wanakuambia kwamba hata maji ya hoteli hawataki, wamekuja na kila kitu cha kwao. Lakini pia haijaishia hapo, basi ambalo liliandaliwa na klabu ya Yanga wameligomea. Kama ambavyo tunafahamu, utaratibu wa mapokezi, mwenyeji ambaye ni Yanga ilibidi wapeleke basi maalum ambalo ilibidi FAR Rabat walitumie, lakini kwa upande wa FAR Rabat wakasema hapana. Lakini pia kwa upande wa FAR Rabat wanasema kwamba wenyewe wana tahadhari za usalama. Kulingana na maofisa wao, wanahitaji usafiri ulioandaa wao wenyewe, dereva wao waliomleta kutoka Morocco. Lakini pia wanadaiwa kusema kwamba wanahitaji vitu ambavyo vinakuwa viko vizuri zaidi. Lakini pia hata pia kwenye upande wa mfumo wao unaonekana kuwa mambo yalishaandaliwa mapema zaidi, ukitazama namna ambavyo wamejiandaa. Lakini pia hata walipofika hotelini, hakuna mchezaji aliyeruhusiwa kutoka nje. Mazingira ya hoteli yalifungwa kwa wageni wengine kwenye eneo la gorofa, lakini pia wamewekewa ulinzi mkubwa zaidi. Lakini pia hata kwenye upande wa ratiba ambao tayari wameshaiweka wenyewe, wamejipangia vilivyo. Lakini pia kwa upande mwingine, kwa upande wa klabu ya Yanga, wao wanaotafsiri kwamba ishara kama FAR Rabat wamekuja kwa namna hiyo, ni kama hivyo wanaiheshimu Yanga. Wanajua wanakutana na pressure mashabiki ndani ya Tanzania, wanataka kupunguza makosa ya nje ya uwanja, wanachukulia mchezo huo serious. Lakini pia hiyo ni vita ya kimkakati. Hata ukipita kwenye mitandao ya kijamii utaona namna ambavyo mashabiki wanaelezea. Kwa ujumla, ujio huu wa FAR Rabat umeonyesha kwamba wanakuja kivingine, wanaheshimu ardhi ya Tanzania, wanajua Yanga ni timu yenye kasi, nguvu ya mashabiki wenye pressure. Lakini pia wanaamini kwamba mechi hii itakuwa ya kifundi sana. Hivyo kinachosubiriwa kwa namna ambavyo wamejipanga FAR Rabat, kila mmoja anatamani kuona nini haswa ambacho watakionyesha kwenye dakika 90. Kikubwa tusubiri tuone.